dakika 10 tafadhali, siende sana sababu ya wakati tumeenda na muda, hata tunabaki tunahitaji. Aha, kuna watu walikuwa wamejipanga, naona sasa mumebadilika sana. Wewe huko kwa tafadhali tondera kidogo. Wewe yule amesomesha design yake kivyake. Leta Raeli, achana naye yule. Nenda kuisomesha Kiswahili nyingine hata sijawahi yote. Haya. Kama mtoto wako. India. Sawa. Amemtolea yule mtoto kabisa, amesema anaenda, ametoa tena, ametoa 200. Pigeni makofi mazuri. Lete hapo kikapu. Kama mtoto wako. Sasa mtoto ishara pale kulikuwa unatafuta ngoja. Hawa walikuwa wanatafuta mtoto kweli. Ndio ile mikono vile imeshikana. Walitafuta hiyo. Watu walitafuta mtoto. Mlitafuta mtoto mkapata? Mlitafuta mtoto mkapata? Unakubali tu. Hadi leo ni mwenye kutafuta. Endelea wewe. Wanyaturu wanasema mwana wa moya wako, mtoto wenzio muone kama mtoto wako. Ipo inakaa kama harusi. Mama yake wewe. Wanasema mwana wa matani wawe. Yaani kitea kuruki. Yule harusi imejaa, songa hii. Sogea hivi wenzako wakati nafasi. Harusi si harusi. 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 Nasemaje kasongo? Haya. Shikeni. Nasema ni harusi si harusi. Ni Jerusalem si Jerusalem. Ni fire si fire. Mzingara atetu. Mkaboka. Kaboka. Unajua maana ya kaboka? Mwambie. Kaboka. Unajua sijui kuongea Kiswahili. Sasa huwa naongea, wengine wakitranslate. Mimi unasikia naongea Kiswahili, kwa nini Kiswahili naongea? Hii si Kiswahili. Mkaboka. Lakini wewe watoto wangu wana vituko. Kuna mwingine alikula masikio ya punda. Mwingine akakula nyoya za nguruwe. Unaona nini? Wakati kama una kile kitabu cha wamama, usipokuwa pale hao watu ni wajane. Usipojiunga na huduma yoyote.
Hii mnajua Bugala muue. Wapige picha. Wamejua wanapotea huyu. Alikuwa amepotea. Na huyu pia. Na Mama Daisy na kina Baraza. Na Mobali na Kai. Huyu amenisumbua tangu kitambo. Huyu tulikuwa na yeye. Tena mimi ndio nilimfanya akaanza kugogoka huyo. Nilimtoa mahali mweka mkono mlazimisha akuje kanisani. Akaja akaokoka. Ile Daudi. Na alikuwa hivi hivi unapomwona. Wewe ni teenager. Mimi mzee jamani mzee. So niko na watu ambao wanajua historia yangu. Na ninajivunia kwa hiyo. Amen. Haleluya. Huyu tulikuwa na ndugu yake lakini akangomwa na wale wengine akashindwa na nguvu. Lakini sasa hivi ndani hayuko, yuko nyumbani. Peter. Uko kinamba. Amen. So ukiniona hapa hao wananijua hata kuliko wewe. Vile unaposikia na vile unaposijua. Hao wananijua. Na ikiwa nimetoka mbali na wao na bado wako na mimi, mbona wao ndio wana ubaya na hao waone ubaya. Na wao ni kujadiliana hata mambo yako haijafika hapa. Hai. So asanteni sana kwa kuwa mmependeza. Baby ndaenda Nongwe. Kaenda Bulwa. Ukitoka hapo msifue tuziweke kidogo. Usikuje nazo kila siku. Ni siku ya leo, kesho umechukua. Sawa? Huyu naye ana kijacho. Ana dalili ya kijacho. Unajua maana ya kijacho? Haya, kujitayarisha. Mwezi wa ngapi? Wewe. Hebu. Mwezi wa ngapi? Wajitayarisha hawa. Wao waongee. Unajua watu watatabasamu simu za kupiga mbao. Mama Neema ulisikiaje? Ulisikiaje wakati unapiga mbao? Huwa ni tamu sana hivi. Amen. Namshukuru Mungu kwa maana Mungu ameniongoza katika safari yangu mpaka nikafika nimefika salama. Bwana Yesu asifiwe. Nimshukuru Mungu kwa sababu kama si yeye singeweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hayo Bwana abariki. Ulisikiaje wakati wa kumzaa? Hiyo sio swali nilikuwa nimekuuliza. Wewe una mambo mengi. Sikusikia uchungu sana. Mungu wangu ulikuwa madakika. Basi tafuta mwingine haraka. Kwako sikio uchungu. Sasa wewe nikuulize swali gani? Wewe wacha kukimbia wewe. Hebu rudi. Yesu asifiwe. Amen. Tulisikiaje akizaliwa? Sikia. Unaona? Yeye amezungumza pale akiweka. Alisikia raha, lakini wakati wa kuzaa ni mama nani? Neema. Mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa John. Sasa unaona mimi nazaliwa. Yaani ndani hii kanisa utakuwa kuna wakati ukifika hapa. Wote. Johnny, Monica. Wote. Tambua ile kanisa la kina Johnny na Monica. Bwana nisikia Monica amezaliwa wapi? Kinango. By the way, unajua hata nimesahau kuongea. Ukiwa patron unapatron yale makanisa yote. Kwa hivyo utakuwa na kazi ya kusafiri na kwenda kuulizia habari kule kunaendeleaje. So tutakuwa tunakutikia fare kusafiri
ya uende Nairobi, uende wapi nini, utakuwa unajipanga na kazi zako, lakini amen. So anaitwa John hapa, wewe simlete tumuombe. Haya, wesoko kwa bwana kubika wewe ujibabua wanakubanda ziko vusoko. Wacha tunyoshe mkono tuombe. Bwana yetu, ninasema ni asante. Ni baraka kubwa kupokea mtoto huyu ambaye amekuwa wa neema Bwana. Kwa hakika Baba, hii ndio baraka ambayo hata mbingu inajua kuna mtu, wazazi wake na ndugu zake na pamoja taifa letu la Kenya na mataifa mengine. Mtoto huyu wakuje apendwe na watu wengi kama vile Yesu alivyopendwa na watu wengi. Aheshimike kwa sababu roho ya heshima itakuwa juu yake. Ninamwombea Bwana Yesu kwamba mtoto huyu mzazi wake anapoenda kutafuta kwa ajili ya mtoto sikose pesa kwa ajili ya chakula na mavazi na matumizi mengine yote yanayohitajika. Mtoto huyu Bwana, ninakemea kila roho ya magonjwa na mikosi na balaa zote zinazovamia watoto na kuoza kulialia na kufuatwa na mawanga na mabaya yote